Ukitizama sasa hivi uzuri ni kwamba washambuliaji wa Simba wanaendelea vizuri kwa sababu hawategemei mtu mmoja tu awafungie magoli. Umeona? Ndio. Wana wachezaji wanne karibu wanagombania ufungaji bora. Ukisema naenda pale kwa kucheza defensive game unajitafutia matatizo kwa sababu unawapa fursa timu ya pili wa attack zaidi. Kwa hiyo nafikiri hii ni philosophy ya kocha toka amekuja kocha wa Simba kwamba hata akiwa away habadilishi system yake sana, anajaribu pia kushambulia, na ni kitu kizuri kwa sababu ukiwa unamshambulia huyo mpinzani wako ambaye anacheza nyumbani kwake, yeye pia ataogopa. Mtazamo wako, Simba unaona kwenda kuvuka katika hatua hii ya robo finali na kuingia nusu finali, na pengine unaona Simba kwenda kuchukua hata ubingwa wa kombe hili la Confederation Cup? Iko nafasi kubwa kwa sababu wana timu nzuri, umeona, na mimi na imani kwa timu waliokuwa nayo wanaweza kufika huko unakosema kwamba nusu mpaka finali wanaweza kuingia. Hii ni Lucky Media. Karibu sana ndani ya Lucky Media uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo, na mimi naitwa Lugano Iza, na wakati huu tunaenda kuungana na kocha wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, Talib Hilali, ambaye ni kocha alishakuinoa kikosi cha Simba akisaidiana na James Sianga kutoka pale nchini Kenya, wakitoa kwa maana waliokuwa watetezi, mabingwa watetezi kwa maana ya Zamalek, na mwisho siku Simba wakaja kumtoa Zamalek, na Talib Hilali kwa miongoni mwao. Sasa namtafuta kwa sababu pia mchezo Simba anaenda kucheza na Al Masry kutoka pale nchini Misri, na timu ya Zamalek pia inatoka Misri. Kuna namna ambavyo wao walifanikiwa kuwatoa Zamalek, na Simba wamerudia njia zile zile za kuweza pengine kuwatoa Al Masry kutoka pale Misri. Sasa naungana moja kwa moja na Talib Hilali ili tuweze kuzungumza wakati Simba wakiwa kwa Misri, namna gani ambavyo anaona wanaweza kwenda kufanya Simba na wakaweza kupata matokeo katika mchezo huo wa kombe la shirikisho. Talib Hilali, kocha, sijui kama utakuwa unanisikia hapo. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Habari ya huko? Nashukuru Mungu, kwema, wote salama. Ndio. Ndio. Hongera sana kwanza kwa kuingia kwenye kombe la dunia. Tumeona timu yako ya Oman, timu ya taifa mchezo wa beach soccer, kufanikiwa kuingia kwenye kombe la dunia, miongoni mwa timu ambazo zitaenda kushiriki kombe la dunia. Nashukuru, asante sana. Nimefurahi kwa sote pia sababu hii ni mara ya 6 sasa hivi tunakwenda kucheza World Cup. Kwa hiyo ni moja kati ya sifa nzuri kwa beach soccer ya nchi ya Oman. Na hiyo ni ikiwa chini yako katika miaka yote 6? Ndio. Miaka yote 6 nimeipeleka Oman kwenye World Cup ya beach soccer. Lakini mpaka sasa pengine kuna matarajio makubwa sana pengine kwa upande wa Oman kutaka kuona unaenda pengine hata kubeba ndoo kabisa. Kila kitu kinawezekana, ni kujiamini na kujitayarisha vizuri tu. Mara zote wakati ukifika hatua ya ukienda kucheza kombe la dunia, ni hatua ipi ambayo ni kubwa ushaye kufika, ambayo pengine tuseme umefika robo finali, pengine finali, au ulifika level gani? Kusema kweli mara zote 5 tumekuwa tukitoka round ya kwanza kwa sababu tulikuwa tuseme hatakuwa na bahati, kwa sababu mara zote karibu mara 4 tumepangwa group ambalo la timu ya Portugal na Brazil, na ambao ndio miamba ya beach soccer duniani. Kwa ukitizama ile ukubwa wa zile timu na experience, hicho ndio kilikuwa kimetukwamisha kufika hatua inayofuata. Lakini mwaka huu na imani kura itakuwa nzuri na tunaweza tukafanya vizuri. Kwa hiyo unaombea Ureno usikutane nao na Brazil pia usikutane nao kwenye makundi ambayo utapangwa nayo? Manake mara 4 zote tuko pamoja, kwa hiyo unaomba at least ujaribio na timu zingine, mtu ambaye anakuzidi kwa
Ndio. Umesheki, na hapa tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala la timu yake ya Oman, akiwa ni kocha anayefundisha timu ya beach soccer imetinga hatua ya kwa maana ya kucheza World Cup, na tunataka pia tuendelee kuzungumza naye, lakini kuelekea katika mchezo Simba kienda kucheza na Al Masry, tunaungana naye hapa tuendelea kuzungumza naye. Kocha, bila shaka unanipata sasa? Nakupata. Ulikuwa umetoka naona kidogo mtandao. Kidogo umekorofisha. Ndio. Sasa hivi nakupata vizuri. Kwa hiyo tutarajie safari hii pengine mnaweza mkafanya vizuri zaidi tofauti na kipindi cha nyuma. Nzuri mwaka huu inshallah. Ndio. Sasa twende moja kwa moja tukazungumze kuhusiana na mchezo Al Masry wakicheza na wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha Talib Hilal, umefundisha Simba, unajua tabia ya wachezaji wa Kitanzania. Ingawa sasa hivi kuna wachezaji wengi wa kigeni wako wengi sana. Na pengine kuelekea kwenye mchezo huo, ukiwa unaifuatilia Simba vizuri, unaiona nafasi ya Simba kwenda kuifunga Al Masry na kupata matokeo mazuri pale? Nafasi kubwa, nafasi ipo bila kuogopa kitu, kwa sababu ikiwa wameweza kufanya vizuri kwenye group stage, kwa nini wasifanye group sasa hivi? Timu yao nzuri na wanaenda vizuri toka kocha Padro aliposhika timu. Kila siku tunaona mechi zinapozidi kuendelea na timu inazidi kuimarika na wachezaji wanazidi kuelewana vizuri. Kwa hiyo na imani kocha anakuja na system yake nzuri ya kucheza ugenini. Ukitazama hata mechi za kwenye group stage walikuwa wanajaribu, kama hawakupata ushindi ugenini basi wapate pointi moja, na walifanikiwa kitu hicho, na nategemea hata make sure kwamba kwanza anatafuta pointi 3, ikishindikana ndio wapate japo pointi moja. Lakini unaoiona Al Masry ni timu ya aina gani kuelekea katika mchezo huo? Pia haitakuwa mechi ngumu, chochote kinawezekana. Haitakuwa mechi rahisi kwa Simba na haitakuwa mechi ngumu. Ndio. Na kwa urahisi wa Simba huko katika maeneo gani? Kwa sababu sehemu ya ulinzi Fanulor Maron hayupo kwenye nafasi ya ulinzi, lakini golikipa naye Pimpini Kamara naonekana kama hali inawezekana simruhusu kwenda kudaka sababu ametoka katika majeruhi na pengine hana match fitness. Inawezekana pia kakaa pembeni. Uone pengine hata kama atatumika pengine sio katika kiwango kile, na mwisho siku Simba wakapata dhahama katika mchezo huo. Haitakuwa tatizo. Uzuri kikosi cha Simba mwaka huu kizuri, kipana, sababu kumbuka nafikiri season iliyopita alidaka mechi ya Wydad kama sikosea. Ndio. Na alicheza vizuri. Kwa hiyo makipa wa Simba ni wazuri, na kuhusu defender hakuna tatizo, sababu Hamza na huyu anayecheza naye sasa hivi wameshaanza kuelewana na wana kiwango kizuri. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na tatizo kubwa kwa upande wa defensive na goalkeeper. Na uzuri ni kwamba siku hizi Simba wakiwa wana defend hawategemei tu madefender kudefend. Timu ina defend kwa timu nzima, group ya timu nzima. Kwa hiyo hawato hapa chance wale wapinzani wapate kutufikia kwenye defense zone yetu. Umeona? Hiyo ndo uzuri wa Simba mwaka huu. Hujafikiria kwamba endapo kama Simba itafungwa katika mchezo huo kwamba itakuwa katika hali gani? Au kifungwa na nafasi nzuri nyumbani kwake, sababu ukifungwa ugenini pia unacheza nyumbani kwako, una advantage ya nyumbani. Kwa hiyo hata akifungwa goli 1-2 wa Simba wasikati tamaa, na imani kabisa, kwa sababu Simba wana rekodi nzuri wanapocheza uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo hatuombei, ndio chance itakuwa bado iko. Ukiangalia ni sehemu gani hasa ambapo Simba anaweza kupata faida katika mchezo dhidi ya Al Masry? Ukiangalia upande wa kulia akiwepo Kibu Dennis, upande wa kushoto akiwepo Elie Mpanzu, kama mbele atakuwepo Ateba, chini yupo
labda Ngoma au yupo na Aua pale mbele kwenye nafasi ya kiungo wa juu. Kwa upande wako unafikiri sehemu gani ambapo unapaona pana ubora sana kuelekea katika mchezo huo? Na pengine tuendelee kuangalia kama kutakuwa na uwezekano tena akatumalizia angalau hili ambalo ni la muhimu sana kwa upande wa Simba, na namna ambavyo unaweza kucheza kwa ajili ya kuwaweka kwa outshine wachezaji wa Kiarabu. Kocha, upande wa ushambuliaji unauonaje kwa Simba na madhaifu yao na ubora wao uko sehemu gani? Ukitizama sasa hivi uzuri ni kwamba washambuliaji wa Simba wanaendelea vizuri kwa sababu hawategemei mtu mmoja tu awafungie magoli. Umeona? Ndio. Wana wachezaji wanne karibu wanagombania nini ufungaji bora. Unaona? Kwa hiyo kuna Ateba, kuna Steven Mkwala, kuna Kibu, kuna nani huyu Mpanzu, ndio. Unaona? Kwa hiyo forward line yao yote wale striker na attacker midfielder kwa sasa hivi wamepamba moto, unaweza kusema, kwa sababu tizama pia sio basi striker wale wawili tu wanafunga magoli, hata hao midfielder attacker sasa hivi wanatumika sana kuipatia Simba ushindi. Kwa hiyo upande wa ushambuliaji wako vizuri mimi ninavyoona kwa sasa hivi. Michezo mingi ambayo Simba imecheza ya makundi ilitegemea nguvu kubwa sana ya kushinda katika dimba la Mkapa. Pengine hata mchezo huo Simba itegemee sana kutumia vema uwanja wa Mkapa ambao Al-Masri washaye kucheza hapo kipindi cha nyuma wakatoka kwa kufungana magoli 2-2. Unafikiri pia kutakuwa na nafasi ya Simba kwa kutumia vema mchezo wa Mkapa kama ilivyotokea kipindi cha nyuma na michezo mingine? Hiyo ni kawaida kwa timu yote kutumia advantage ya uwanja wa nyumbani. Na tukizungumzia upande wa Simba, wao uwanja huo wanautumilia vizuri. Kutazama mechi nyingi ambazo wamecheza kwa Mkapa wameweza kushinda kutoka na matokeo mazuri. Kwa hiyo takalotokea mechi ya kesho na imani wakija nyumbani watasawazisha vizuri, ikiwa tumedraw au hata tumefungwa, lakini na imani kwa Mkapa ushindi unaweza kupatikana kutokana na support ya washabiki wao wa Simba ambao always wanajaza kiwanja. Umeona? Kwa hiyo na imani kwamba mechi ya pili uzuri wake kwamba tunaanza away na tunamalizia nyumbani. Kwa hiyo tutautumilia vizuri uwanja wa nyumbani, lakini kesho pia hatutakuwa rahisi kufungika sababu tutakwenda pale na imani kocha na wachezaji wao wote kwamba tusipopata point 3 basi at least point 1 tuipate tukiwa away. Umeona? Kwa hiyo hilo linawezekana sana. Tuliona Simba katika michezo iliyopita sio timu ambayo inaweza kukaa low block ikiwa ugenini. Uwe inacheza kama iko nyumbani. Ina msaada kwa Simba au wanakuwa wanajihatarisha zaidi kwa sababu unapopiga misamba maeneo ambayo sio ya nyumbani kwako, pengine unajitengenezea mazingira magumu sana. Ingawaje katika michezo iliyopita walifanikiwa kufanya vizuri sana. Lakini kwenye michezo hii ambayo ni hatua ya robo finali, Simba unashauri pamoja na kwamba anahitaji pointi 1 ugenini na hata ushindi, lakini kucheza open inaweza kawasaidia au kukaa low block kwa sababu wanataka kutumia vizuri uwanja wa nyumbani wasiruhusu kufungwa kule, itakuwa ni option nzuri? Unajua ukisema naenda pale kwa kucheza defensive game unajitafutia matatizo kwa sababu unawapa fursa timu ya pili wa attack zaidi. Kwa hiyo nafikiri hii ni philosophy ya kocha toka amekuja kocha wa Simba kwamba hata akiwa away habadilishi system yake sana, anajaribu pia kushambulia, na ni kitu kizuri kwa sababu ukiwa unamshambulia huyo mpinzani wako ambaye anacheza nyumbani kwake, yeye pia ataogopa. Unaona? Atacheza kwa tahadhari kwamba asije sana mbele akajisahau. Kwa kidogo unapunguza pia nguvu ya huyo mpinzani wako. Na kuna madhaifu ambayo Simba huwa wanaonyesha hasa kipindi ambacho wanakuwa wanashambulia. Huwa wanaacha kwenye nafasi nyingi sana, magepu mengi sana nyuma.
wakati wanashambulia wanakuwa wanajisahau sana kwenye swala la kukaba au kuziba zile nafasi au kuacha watu ambao wanakaa katika maeneo ya kuzuia pale adui anapokuwa ameuchukua mpira, maana yake kwenye counter pressing pale. Pengine mtazamo wako ni upi hasa kuhakikisha Simba wanakuwa imara pia katika eneo la ulinzi, kwa sababu pia wanahitaji kutoka na hata na pointi moja ambayo ionyesha kabisa wasifungwe? Sidhani kama kesho watacheza open sana. Nafikiri nao pia watakuwa na tahadhari kubwa kwamba wasiruhusu huyo Masri akapata magoli. Kwa hiyo ataanza kucheza kwa tahadhari, lakini same times hatacheza sana defensive, atajaribu pia kuwa attack ili kuwapunguza nguvu yao. Kwa hiyo nafikiri kocha atakuwa na plani yake, ameshawasoma vizuri hao wapinzani. Kwa hiyo kesho ataingia, atakuwa kishaona plani gani ambayo itawasaidia, na imani kwamba hawatocheza open kama vile wanavyocheza nyumbani. Okay, lakini pia hawatocheza defensive, pia watajaribu kwa attack. Nafikiri kocha atakuja na idea hiyo. Sawa kocha, pengine kwa kumalizia tunataka mtazamo wako. Simba unaona kwenda kuvuka katika hatua hii ya robo finali na kuingia nusu finali, na pengine unaona Simba kwenda kuchukua hata ubingwa wa kombe hili la Confederation Cup? Iko nafasi kubwa kwa sababu wana timu nzuri, umeona, na mimi na imani kwa timu waliokuwa nayo wanaweza kufika huko unakosema kwamba nusu mpaka finali wanaweza kuingia. Kwa hiyo hakuna tatizo kwa timu, kikosi walichonacho, na imani wanaweza kufanya vizuri mwaka huu. Basi kocha, mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi kupitia Like Media, na tutaendelea kukutafuta mara baada ya mchezo kumalizika. Pia tutakutafuta ili angalau pia utupe mtazamo wako, jinsi ambavyo kikosi umekiona, jinsi ambavyo wachezaji wamecheza, ili angalau wa Tanzania pia waendelee kuenjoy na kupata vitu vizuri kutoka kwako. Asante sana. Inshallah tutaomba dua Mungu atujalie kesho tutoke na matokeo mazuri, tufurahi na tuwasubiri nyumbani kwa Mkapa, kama slogan ya Simba inavyosema, Mkapa atoki mtu. Inshallah tunaomba hilo litokee na tufurahi kwa manufaa ya mpira wa Tanzania na sifa ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo inshallah tuombe dua kesho matokeo yao mazuri. Asante sana kocha. Nashukuru sana, asante sana. Naam, nilikuwa naongea na Talib Hilali, kocha ambaye alishakuinua Simba, amecheza timu ya taifa ya Tanzania na akachezea pia Simba yenyewe, na mwisho wa siku ndo kocha ambaye pale kwa maana ya Misri huwa anazungumzwa sana wakati Zamalek wakitolewa na wekundu wa Msimbazi Simba, na kipindi hicho Zamalek wakiwa mabingwa watetezi.